Yes, by the way ni exclusive interview na mwimbaji wa muziki wa Injili, lakini pia ni mdogo wa marehemu mwimbaji mkubwa kabisa Fanuel Sedekia ambaye alifanya vizuri na mpaka sasa nyimbo zake zinafanya vizuri, lakini leo tuko na mdogo wake ambaye anaimba nyimbo za gospel, lakini kuna changamoto ambayo inamkabili kwa sasa na anahitaji msaada mkubwa sana kwa ambao wanatazama hapa. Na tuko naye hapa katika studio zetu za Bongo 5 Network. Mimi ni Brian Hilary. Gadi, karibu sana hapa Bongo 5 Network. Asante sana. Okay? Pole sana. Nimeona the way unavyozungumza, lakini pia nimeguswa. Pole, kasema niweze kukuita hapa ili tuweze kuzungumza mengi kwa kina. Labda Gadi, mimi nilikuwa nataka uniambie kwamba kabla haya yote muziki ulianza kufanya lini? Muziki by nature wengi huwa wamekuwa wakiongelea hususan wakiwa utotoni. Na mtoto unavyomlea ndivyo anavyokuwa. Ndio. Na ukija na historia hiyo, baba yetu alikuwa mchungaji. Bado pia alikuwa ni mwalimu wa nyimbo za Injili pia. Okay. Sasa katika yale mazingira ya ukuaji wa nyumbani, uwaga napenda kusema muda mwingi baba ameleta nyama. Wakati mama anaendelea kupika, watoto tulikuwa ndo muda wa kukusanyika, tunaanza kuimba pambio. Tunaimba nyimbo ili mradi tu wale wadogo wasiwahi kulala. Okay. Ina maana unasubiri nyama kwanza hivi. Kwa njia mojawapo iliyokuwa inatufanya mtoto asiwahi kulala, tulikuwa tunakusanyika watoto tunaimba. Okay. Kwa katika yale mazingira mimi naona ndo muda tuliokuwa tukifanya mazoezi kama watoto. Okay. Ukianzia hapo tena marehemu kaka mwenyewe alitokea kwenye huo mkumbo kwamba naye alikuwa akituongoza wadogo kuimba wakati huo. Okay. Kwa nadhani yale yakawa ni mazoezi mojawapo ya kutufanya sisi tuendelee tuwe familia ya muziki. Nikizingatia katika kipindi chote kaka mwenyewe alikuwa ndo tegemezi, ndo tunamtegemea sisi hata katika mambo ya shule. Kwa hiyo muziki umetufanya sisi wenyewe kuingia shule kwamba ndo ulikuwa ukitulipia ada. Okay. Kwa hiyo nikichukulia katika kipindi hicho kulingana na swali lako, ina maana muziki tumeanza utotoni tu kama familia. Okay. Lakini ile rasmi kabisa naingia studio mimi kama mimi, achana na wengine na nini, 2016 ndo nimetoa wimbo wangu wa kwanza wa Sifuni. Okay. Okay. Mpaka sasa. Hongereni sana. Asante. Okay. Na wakati mnafanya hayo majumuiko kwamba mnaimba kama familia, mnafanya mazoezi, ilikuwa ni Arusha au ni Kigoma? Kwa sababu na mbona pia ni wenyeji wa Kigoma nyewe? Ilikuwa Kigoma, lakini pia baadaye ndo tulikuja Arusha. Okay. Wakati situations zinatokea msiba wa marehemu Fanuel Sedekia, wewe ulikuwa tayari umeshaanza rasmi mambo haya ya shule au ulikuwa katika mazingira gani? Nilikuwa shule, nilikuwa advance kipindi hicho, nilikuwa form 5. Okay. Hapo Usame Boys. Okay. Kwa hiyo msiba umetokea nikiwa shule. Pole sana. Asante. So far sasa hivi unaendelea na shughuli zako za muziki kama kawaida? Nafanya kazi za muziki. Okay. Mpaka sasa wimbo wa mwisho ambao nimetoa unaitwa Ombi Langu. Okay. Unaweza kuambia kidogo watazamaji Ombi Langu wasikie kidogo toni hiyo? Nimeimba Bwana, hili ni ombi langu, naomba nitende muujiza. Okay. Huyo ndio Gadi Sedekia bwana. Kweli damu imeamua kunena, yani kila mmoja ana kipaji, familia ya waimbaji. Hongera sana. Sasa hivi tunaona kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu nilishuhudia baadhi ya video mbalimbali ukiwa unazungumza ukihitaji support. Na yote yakatajwa pale ni kwamba una kisukari lakini pia figo zako zimefeli. So unahitaji msaada. Labda mimi nataka tuzungumzie issue ya afya kwa ujumla. Matatizo yote alianza lini mpaka sasa hivi na nini ambacho kinaendelea? Kama issue ya mara ya kwanza kabisa nilikuwa ni mtoto, nimezaliwa na afya yangu. Nikisema afya yangu nilikuwa si msumbufu kwenda hospitali.
Lakini kakangu alivyofariki ile mwezi wa kwanza tarehe 4 mwezi wa kwanza 2009, mwezi wa 8 mimi nilipata changamoto pia. Hiyo changamoto ikagundulika kuwa nilikuwa na sukari. Nimeanza kuishi maisha ya mtu mwenye hali ya sukari, kwa maana kwamba nilikuwa nikiishi mpaka hivi niseme ninavyoongea nachoma sindano za insulin kuanzia hiyo 2009. Kwa hiyo naishi kwa kuchoma asubuhi na jioni kila siku, yaani kila inapoitwa siku. Kwa hiyo asubuhi nikiamka napima kwanza sukari yangu, then nikishapata kifungua kinywa nachoma, ikifika usiku hivyo hivyo nachoma. Kwa hiyo imekuwa ni maisha yangu ya kila siku. Lakini imetokea 2022 kuja 23, niseme rasmi 23, nilipata nijisikia vibaya. Moja nikiwa nahisi ni complication ya ile insulin nazochoma. Maana moja ya complication ni kupata sukari kushuka, wanaita hypoglycemic. Sasa kilivyotokea hicho kitendo, mimi nilijikoki kujidhatiti kwa kupandisha sukari, kupata hizi ice cream na nini ili mradi nipandishe sukari. Lakini ile hali sikusikia kwamba ina uafadhali. Nichukua jukumu la kukimbilia hospitali. Nilipoenda hospitali kucheki, waliponiangalia ile wanachukua vital, waligundua kwamba pressure yangu ilikuwa imepanda. Kwa mara ya kwanza kusikia pressure yangu iko juu. Na katika kipindi chote kweli Mungu mwema nilimanage kucontrol sukari katika mfumo wa vyakula na nini. Na ilikuwa ni ngumu sana, hata ukiingia kwenye video zangu YouTube, ukisearch Gadi Sedekia utaona kwamba ilikuwa huwezi kuwa na shaka kwamba afya yangu ina mgogoro. Lakini muda wote huo nilikuwa nikiishi kwa kuchoma sindano. Lakini walivyopima hiyo pressure ilikuja ikakutwa iko 210 kwa 140. Kitu ambacho hata wataalamu wa afya walishtuka. Nilikuwa nimepewa dawa za kushusha hiyo pressure. Kumbuka kwa mara ya kwanza nilikuwa nimepewa nifedipine, hizi za kuweka sublingual, naweka chini ya ulimi ili kuangalia namna gani nisaidike. Baadaye hali walipima tena ikawa kidogo imeshuka kwa 180 kwa 130. Walikuwa wanatamani kunilaza, lakini tukawa tumefikia mwafaka kwamba tuende kuangalia labda ni hali. Kwa hiyo baada ya muda nilienda nyumbani tu, ila nikawa nahudhuria kliniki. Baada ya hapo niliamua kucheki issue ya figo, maana tayari nilikuwa na sukari, pressure imeingia. Tasema sasa hapa cha kuangalia ni usalama wa figo zangu ukoje. Ile kuangalia nimekuta tayari figo zimeanza kuathirika, ambapo nilikuta creatinine zimepanda. Baada ya hapo nilibidi nianze kuhudhuria kliniki ya nephrology ya mambo ya figo, ambapo nikutana na nephrologist, tukaongea kwa ajili ya kuangalia namna ya kucontrol stage ya figo kuharibika. Maana figo ikianza kuharibika ina stage. Naanza stage ya kwanza mpaka stage ya mwisho. Katika mfumo mzima wa maisha hali ilikuwa ni ngumu kulipokea pia. Nadhani katika hiyo hali zidi kuwa mbaya zaidi. Kiwango cha mkojo kilianza kupungua kwa kasi sana. Sasa ilipofika muda ilikuwa mwezi wa 4 sasa 2024, tulivyokaa na nephrologist akawa amenishauri sasa kwa hali ambavyo creatinine zimefikia, inabidi uanze huduma ya dialysis. Dialysis ni huduma ya kuchuja damu. Damu inachujwa, ina maana figo hazifanyi kazi. Kwa hiyo utaratibu unaofuata ni kusaidika kuchujwa kwa kutumia figo bandia.
Ya, kwa mujibu wa kila kiumbe kilivyo kina imani yake pia. Mimi imani yangu ikawa kwa Mungu, nikasema hii kitu hakiwezi kuruhusiwa. Kwa hiyo sikujikubali kwa ujumla. Nakumbuka kipindi hicho nilikata rufaa, nikamwambia nephrologist nakata rufaa kwa Mungu. Hiki kitu siko tayari bado kuanza. Lakini bado nephrologist niseme bingwa wa figo hakusita kunishauri. Kila siku alikuwa akinitafuta, akinishauri namna kunifanya nikubaliane na hali tayari. Na naamini Mungu naye sio mjinga kuweka huduma za hospitali. Kwa kuna maana mahususi kabisa kwa ajili ya kusaidia. Hata kama ukiangalia vyombo vya chuma vyenyewe ama gari nini yanaenda gereji sembuse sisi. Ukiangalia hata watumishi wa Mungu akinaruka walikuwa madaktari. Kwa hiyo bado si sehemu mbaya ya kwenda kupata huduma. Basi niliamua nikajikansel na kuhusisha ile counseling ya bingwa wa figo. Nilikuwa na kakangu Philip Sedekia. Naye tulikuwa tumeungana hivyo, ikabidi tukubaliane tukajikansel wote. Dogo haina namna, we nenda tu tukaanza. Kaanza ilikuwa alfajiri ya saa 11. Ndo nimeenda kuwekewa catheter kwa hapa. Ilikuwa ni catheter inachomwa hapa kwenye jugula kwa ajili ya kusaidia kufanya dialysis. Kwa hiyo nimefanya dialysis, nilianza hiyo tarehe 1 mwezi wa 5. Nikaanza dialysis kwa siku ya kwanza masaa 2, siku ya pili fanya 3, siku ya 3 nafanya 4. Kwa hiyo ndo huduma ya dialysis nikaanza hivyo. Na huduma ya dialysis toka kipindi hicho sasa hivi nina mwaka na miezi 7 nafanya dialysis, ambayo nafanya mara 3 kwa wiki. Kwa maana sasa hivi wewe mkojo hakuna kabisa? Sina hata tone la mkojo mwaka na miezi 7 sasa. Na maximum kwa siku ni shilingi ngapi ambayo inatumika kwa ajili ya kufanya dialysis unazungumzia hapa? Kwa ujumla huduma ya dialysis ni gari. Bei gari. Hii kuingia session moja, kipindi kimoja, yani niseme kwa mfano tunaingia mara 3 kwa wiki. Ina maana kila ukiingia unalipa 200,000. Na hiyo 200,000 unayolipa ni nje, kuna unajua damu pia inavyotolewa kuingizwa kwenye mashine. Inapitia mchakato mwingi sana. Kuna muda tuseme zile chembe nyekundu zinapasuka humo. Licha ya unavyotolewa kwenye mashine, kuna damu inapotea, inabaki kwenye mashine. Kwa ujumla mtu anayefanya dialysis pia anakumbwa na uhaba wa damu. Kwa kuna hiyo sindano ya EPO huwa anachoma kwa ajili ya kwenda kuboost uzalishaji wa damu. Kwa hiyo ukijumlisha nayo ni zaidi ya ile gharama. Kumbuka pia yule mgonjwa kuna vianzilishi ambavyo vimesababisha tatizo lake. Mojawapo ukiangalia kama mimi, sukari, pressure, bado natakiwa kupata dawa za hayo magonjwa. Kwa hiyo ukija kujumlisha, piga mahesabu ya nauli hizo za kwenda hospitali. Bado kuna kula. Muda mwingine unaweza ukawa vibaya sana hata usiweze kwenda hospitali mwenyewe. Lazima uwe na mtu wa kukusindikiza. Kwa hizo zote ni gharama. Kwa hiyo ukijumlisha kwa haraka unaweza ukajikuta kwa hiyo wiki unatumia zaidi ya 1,000,000 kwa wiki. Kwa vipato vyetu nako ni kazi ngumu sana. Kusema fanya hivyo. Okay, so pole sana Gadi. Sasa hivi kinachoendelea nimeona unasema kwamba ikiwezekana basi watu wakusaidie kwa namna moja na nyingine. Labda mpaka sasa hivi kwa sababu umesema kwamba unataka upandikize figo nyingine. Na anayekusaidia pia ni mdogo wako anayekufuata. So far ni kwamba ni shilingi ngapi ambayo inahitajika kwa ajili ya kukamilisha swala hili? Mpaka sasa kweli nimshukuru, nitumie na nafasi kumshukuru mdogo wangu. Aliona mateso nayopitia kila siku. Mojawapo hata ya mateso yenyewe
ni ile mara nyingi usiku ndo shida sana. Unakuta maji yanakosa hata ile ukilala horizontal, kwa maana umelala ile kawaida. Maji ni kama anashindwa kwa kwenda, inabidi akimbilie kwenye mapafu. Kaa kwenye mapafu, mojawapo ya complication ni hewa, unaishiwa hewa. Kwa ina maana mapafu ya relax kujiachia ili yapokee hewa na kutoa. Kwa unakuta unabanwa sana na kifua. Muda mwingine unakohoa, unatema damu. Umeshakaa kwenye chumba kama hapa, unatapatapa ile unatafuta hewa. Hewa iko ya kutosha, lakini una namna kuipata kulingana na mapafu yako yamejaa, yamekingwa na yale maji. Kwa wengi tunaishia kupata kitu kinaitwa pulmonary edema. Kwa ile njia ikishafika hiyo, ikishapatikana hivyo, ina maana mapafu ya relax, kama ile mishipa inapasuka tena unaanza kukohoa damu. Alivyoona hivyo ndugu yangu, si ndugu yangu tu na wengine pia, wakawa wameshauri kwamba wanapaswa kunisaidia figo. So upandikizaji wa figo ni moja ya huduma ni bora zaidi ya hiyo dialysis. Lakini wengi wanashindwa kufanya hivyo, wanaendelea kufanya dialysis kwa sababu hakuna namna ambavyo wanaweza wakasaidika. Sasa utakubali kufa, bora uendelee kufanya dialysis. Imewezekana sasa kupata huyu mtu wa kunipa figo. Lakini tunarudi kwenye changamoto ya uchumi. Gharama hizo tazilipaje? Ndio maana nimeamua kuja kuwalilia Watanzania. Najua ni wasikivu sana, kwa unyenyekevu mkubwa sana, nikiomba msaada wao ili kufikisha angalau hicho kiasi cha zaidi ya milioni 50. Okay. Ili niweze kufanyiwa kupandikizwa hiyo figo. Okay. Na hilo zoezi la upandikizaji wa figo linafanyika ndani ya Tanzania au litafanyika wapi? Kwa upande wangu mimi nasema, unajua wewe hauna pesa, mwenye pesa ni yule anayekutibia. Yeye ndo ana uwezo wa kuamua afanyie wapi. Uwezo wetu unafikia wapi? Tufanyie hapa nchini au tufanyie? Yeye ndo anao uwezo, ambao mimi naita Mtanzania. Huyu ndo ana uwezo wa kusema mdogo wetu, kijana wetu, kaka yetu, tunataka wewe ukatibiwe sehemu fulani. Kwa mimi sina ile choice, wao ndo watakaoamua, bwana sisi tumeonelea tufanye hivi. Nitashukuru sana. Okay. Sina kitu cha kusema kwamba niwapangie wafanye hivi, hapana. Mimi nawasikiliza wao, maana ndo watakao ambao wameamua kuchukua jukumu hili kwamba wanisaidie niweze kusaidika. Okay, so mpaka sasa hivi mkusanya kiasi gani cha fedha, lakini pia namna ya watu kukuchangia ambao wanaguswa, ikiwemo viongozi mbalimbali wanakutazama hapa? Kiukweli kwa namna ambavyo watu wanaendelea kunisaidia, nichukue pia fursa hii kuwashukuru. Naona mkono wao, wanajitahidi kwa kweli. Kwa hali ambayo tuko nayo kwa sasa hivi, mtu hujamfanyia kazi yoyote, huna kitu na mdai, anaamua kwa upendo kabisa, hata kama ni 100 anakubali kukurushia hiyo 100. Ni upendo mkubwa sana sana. Na katika upendo wao huo kweli nimeona, japo bado tuko nje ya lengo kabisa. Tuko nje ya lengo, hatujafika hata robo. Na imani bado kuna namna Mungu atasaidia, atawawezesha pia kama waamuzi wa mwisho wa hili. Nadhani mambo yatakaa sawa, na imani kwa wana taifa langu. Okay. So kuna kitu ambacho nilikuwa nafikiria sana. Moja ya vitu ambavyo kinaonekana wewe, uongeaji wako unaonekana kama ni mtu ambaye pia una utaalamu na hivi vitu vinavyohusiana na masuala ya afya. Labda neno lako kwa vijana na wote kwa ujumla, una neno gani la kuambia?
Ya vitu ni vingi kwa ajili ya kutunza afya. Mateso ni mengi sana kwa swala hili. Ya kufuata kanuni za afya ni jambo la kipaumbele sana ambalo ningewashauri. Kama ni mazoezi fanya, hospitalini ukiumwa usiache kwenda kufuata hata ushauri basi. Kitendo cha kuchukua mara unachukua paracetamol unameza kisa unasikia kichwa kinauma, unajisikia kuchoka, sio ustaarabu sahihi. Fuata kanuni za afya, fuata ushauri wa madaktari. Unajitahidi kwa yale yote ambayo yanapaswa kufuata kama ushauri wa kiafya. Mambo yatakaa sawa. Tusimisuse tu vitu kwamba unatumia ili mradi tu una utaalamu wa kujua paracetamol inatuliza maumivu. Kumbuka hujaenda kutibu chanzo, umetuliza tu maumivu. Sasa muda mwingine hii huwa ni hatari sana. Bora tuende hospitali tukapime, tujue chanzo ni nini, afu natibu kulingana na tatizo. Okay. Labda kuna watu labda wangetaka kufahamu kwamba sasa hivi unaishi na una familia labda unaishi nayo kule Arusha, kwa sababu umekuja Dar kwa ajili ya mambo matibabu na mambo mengine. Familia labda na watoto. Familia nayo na watoto. Ngapi? Na 3. Hongera sana baba. Asante. Okay, mimi naamini Mungu ni mkubwa na mkono wa Bwana utasimama katika hili. Amina. Basi tu labda neno lako la mwisho kwa kuaga tu Tanzania na watu wote ambao wanaguswa na wewe. Ndugu wa Tanzania, kwa heshima kubwa sana na unyenyekevu hali ya juu, sina kitu cha kusema naweza kuwalipa au kuwafanyia ili mtendee wema huu. Si kwamba mimi ni bora kuliko Watanzania wengine, hapana. Si kwamba mimi ni chochote, lakini naamini katika upendo. Kwa unyenyekevu mkubwa sana na wakuomba mwenye chochote. Kuna mwingine anaweza kaamua akasema mimi nalibeba, sina mtu wa kumpangia, wewe una shilingi 1 sijui na ngapi. Yeyote ambaye ataguswa na hili, kwa heshima kubwa naomba msaada wako, nisaidie niweze kurejesha tabasamu langu la afya yangu. Nina imani katika umri huu bado ni mdogo sana. Nina ndoto nyingi za kutimiza kama kijana, mtoto wenu, rafiki yenu. Kwa namna yote ambavyo utanichukulia mimi katika umri huu kwako, kwa unyenyekevu mkubwa sana, naomba unisaidie niweze kufanikisha hii procedure au kufanikisha upandikizaji wa figo. Ndio maana sijachagua wapi kwa kunipeleka. Wewe ndio unayejua wapi pananifaa kwenda kupata hiyo huduma. Mungu atakubariki sana sana sana. Kwa yule ambaye atawiwa kunisaidia, naweza nikataja namba zangu za simu kwa njia ifuatayo. M-Pesa utaandika 0765 11 35 86. Narudia, M-Pesa ni 0765 11 35 86. Na kwa akaunti ya benki unaweza kutumia NMB Bank kwa namba 42 51 000 53 91. Narudia, NMB Bank NMB Bank kwa maana ya 42 51 000 53 91. Mungu awabariki sana 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 kwa moyo wa kujali. Amen. Okay. Alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Jadi Sedekia, ambaye yeye pia ni mdogo wa marehemu Fanuel Sedekia. Ameweza kuzungumza na Bongo 5 Network akielezea maisha yake ya kisanaa, lakini pia na hali ambayo anamkabili kwa sasa, kwamba anahitaji msaada wa hali na mali katika kuhakikisha anarejea katika hali yake ya kawaida, kwa sababu sasa hivi anafanya dialysis ambayo inagharimu pesa nyingi sana. Hivyo kuna zoezi la kupandikiza figo. Hivyo alikuwa anaomba msaada
kwa ambaye unamuona hapa, basi unaweza kumsaidia. Mimi Hilary kutokea Bongo Film Network.